Maafisa elimu na walimu wana kero za upandishwaji wa madaraja. Hawapandishwi madaraja kwa wakati. Mpaka sasa hivi tuna watu ambao walipanda madaraja kwa mara ya mwisho mwaka 2008 na mwaka 2009. Mpaka sasa hawajapanda madaraja. Hawa ni maafisa elimu pamoja na walimu. Maafisa elimu na walimu wana kero za kutolipwa malimbikizo ya mishahara. Umepanda cheo daraja, mshahara mpya umekuja, lakini umekuja kwa kuchelewa. Malimbikizo yale hawajalipwa mpaka sasa kwa miaka mingi, na mingine imedhulumiwa kabisa. Maafisa elimu na walimu wana kero za kupandishwa madaraja, lakini mishahara haibadiliki. Anapandishwa mtu madaraja, mshahara wake unabaki ule ule wa zamani. Baada ya miaka 3 au zaidi, anakuja kupandishwa tena daraja lile lile ambalo alipanda zaidi ya miaka 3 iliyopita, na mshahara bado haubadiliki. Miaka 3 baada ya kuja kupandishwa daraja lile lile, tunao shahidi wa nyaraka ziko hapa. Hawa walimu wamepanda madaraja na maafisa elimu kwa mara ya mwisho 2008 2009. Wamekuwa kipandishwa madaraja kupewa barua, lakini mishahara ni ile ile ya zamani. Hizi ni kero zilizopo. Maafisa elimu na walimu wana kero za kutolipwa fedha zao za uhamisho. Maafisa elimu pamoja na walimu wana kero za kutolipwa fedha zao za likizo. Maafisa elimu na walimu wana kero za kutolipwa ama kupewa uhamisho bila kupewa haki za kulipwa. Kabla hujawashambulia walimu, kabla hujawashambulia maafisa elimu, tatua kwanza kero zao. Ukitaka kumkamua ng'ombe lazima umlishe vizuri, atakupa maziwa mazuri. Huwezi kuhitaji maziwa mazuri kwa ng'ombe mwenye njaa, hali nyasi, hali pumba, hali mashudu, utapata vipi maziwa mazuri? Tunaomba viongozi wenye huluka kama Mheshimiwa Paulo Makonda waende kwanza kutatua kero zao. Kwa nafasi zao kama wakuu wa mikoa ni wateule wa Mheshimiwa Rais, wanayo fursa ya kuongea moja kwa moja na Mheshimiwa Rais. Waende kwa Mheshimiwa Rais wakalete majawabu ya kero za walimu na kero za maafisa elimu ili kiwango cha elimu kiweze kupanda. Lakini kutumia utaratibu huu wa mtu unaitisha mkutano wa vyombo vya habari, alafu unajirekodi, unaosha kwenye mitandao ya jamii kutafuta mtoko, taifa hili haliwezi kuondoka mahali hapa. Na taifa haliwezi kujengwa na watu wenye vinyongo, wana simanzi na vidonda mioyoni. Taifa linapaswa kujenga na watu wenye mioyo yenye furaha na amani. Walimu wanalazimishwa kujiunga kwa lazima kwenye chama fulani cha walimu ambacho kinapiganiwa debe na serikali. Hivi ninavyozungumza, Tanzania tuna vyama 3 vya walimu. Lakini walimu wamekuwa wanalazimishwa kuwa wanachama wa chama fulani na kukatwa mishahara yao 2% bila ridhaa yao. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 20, ibara ndogo ya kwanza, inasema wazi kwamba kila mtu ataanzisha chama au atajiunga na vyama vya wafanyakazi kwa hiari yake na kwa uhuru wake. Walimu wanalazimishwa. Wafanyakazi wa taasisi za fedha ni wachache sana kwa idadi yao. Sidhani kama 10,000 nchi wanazidi. Walimu wao wana vyama viwili. Wanajiunga kwa uhuru na kwa hiari, hawalazimishwi. Walimu tuko karibu 300,000. Walimu wanalazimishwa kujiunga kwenye chama kimoja. Wafanyakazi wa madini miners wana vyama viwili vya wafanyakazi. Kwa idadi yao ni wachache sana kulinganisha na walimu. Wanajiunga kwenye chama chochote wakipendacho kwa uhuru wao na kwa hiari. Wafanyakazi wa serikali kuu wana vyama visipopungua 3 vya wafanyakazi. Wanajiunga kwenye chama chochote wanachokipenda kwa uhuru na kwa hiari yao, hawalazimishwi. Lakini walimu wanalazimishwa. Tena wanalazimishwa na mamlaka za serikali ambazo ziko chini ya ofisi ya Rais, TAMISEMI. Kwa nini inakuwa namna hii? Hii haiwezi kufaa wala haiwezi kuwa sahihi. Tunaomba serikali izingatie sheria. Kazi ya vyama vya wafanyakazi kama CHAKAMWATA inakuja pale ambapo mwajiri anakiuka sheria. Pale ndipo kazi ya chama cha wafanyakazi kuonekana. Tumewaita ndugu zangu, si kwamba tutachukua taratibu za kuwasiliana nao huko serikalini. Kwa mfano kuhusu mkwamo wa walimu waliopanda madaraja mwaka 2016, lakini amezuiwa mpaka sasa hivi. Tarehe 9 mwezi wa kwanza tumemwandikia Mheshimiwa Rais barua yetu ya kwanza. Tukimwomba sasa atoe tamko kwa sababu wakiwa wafanyakazi hao ulishakamilika toka mwaka 2016 mwezi wa 12 ulishakamilika tayari. Mpaka leo ni mwezi wa 8 mwaka mwingine hakuna kinachoendelea. Tarehe 9 mwezi wa kwanza mwaka huu 2017 tumemwandikia Mheshimiwa Rais barua. Ile barua imejibiwa na Katibu wa Rais. Hii hapa. Amejibu kwamba mwenye dhamana hii ni ofisi ya Rais Utumishi. Tarehe 3 mwezi wa 4 tumemwandikia Katibu Mkuu Utumishi. Kwa kuwa barua hii Katibu wa Rais kaelekeza kwao watoe majibu, wamekaa kimya mpaka sasa, ni miezi almost 3 inapita. Kama falsafa Mheshimiwa Rais ni hapa kazi tu inaelekezwa kwa nani? Kwa watumishi wa umma ama sio kwa wenyewe? Tunaomba wasaidizi wa Rais wamsaidie Mheshimiwa Rais kutimiza ahadi zake alizoahidi wafanyakazi wakati akichaguliwa kuwa rais, na wasimkwamishe, wasimrudishe nyuma. Huku kutokuwasiliana vyama vya wafanyakazi, kutokujibu barua, kutokujibu appointment, kutokuwa tayari kukutana na vyama vya wafanyakazi ni kumkosesha Rais credit zake na kumgombanisha na wapiga kura wake.
Kama kweli zoezi hili limekusudia kutenda haki na kujitendea haki yenyewe, lisiishie hapa. Wale wafanyakazi hewa mishahara walikuwa wanapokea, na mshahara hapokei mtu hewa, lazima yuko mtu ambaye hayuko kwenye system ya ajira lakini anakula hela. Na hizi fedha za serikali zinapita kwenye mifumo maalum ya mabenki. Tunaomba zoezi hilo lisiishie hapo tu. Sasa wasakwe wale wote waliokuwa wanachukua hizo fedha. Mako walichukua ni akaunti zinajulikana, ziko kwenye benki zinajulikana, zimefunguliwa kwa taratibu zote za kibenki, na kuna watu walikuwa na withdraw hizo fedha. Sasa wasakwe wajulikane. Kama likiishia hapa tu, bado zoezi lenyewe litakuwa halijajitendea haki. Vile vile tunatoa wito sasa kwamba tunawaomba wasaidizi wa rais waache vitendo vya kibabe. Kujirekodi na kutupa speech yako kwenye vyombo vya habari ukiwasema vibaya watumishi wa umma, hasa walimu na maafisa elimu, kama alivyofanya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, sio haki. Kuwa mkuu wa mkoa ama kuwa waziri sio waranti yako ya kudharau Watanzania wenzako. Na viongozi wetu wakumbuke ahadi za mwana CCM kwamba cheo ni dhamana. Watumie vyeo kwa maslahi ya taifa na sio kutafuta mitoko kwa kukandamiza haki za watu wengine. Tunawashukuru sana, tunaomba ujumbe huu uweze kufika. Wafanyakazi wamekuwa aggrieved to the maximum, lakini nchi hii imejaa hofu kubwa, kama hata PSPF wananyonga maslahi ya walimu wanaostaafu eti wanaogopa kutumbuliwa. Nchi ikienda hofu namna hii, anayeonewa ni mnyonge. Hatuwezi kulijenga taifa. Tutamaliza awamu hii tukiwa na majeraha makubwa baada ya kuwa na faraja kubwa. Tungependa tumaliza awamu hii ya 5, awamu ya kwanza utawala awamu ya 5 tukiwa na faraja kubwa, tukiona ahadi za Mheshimiwa Rais zinatimizwa. Chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania cha KAMWATA hakitanyamaza, hakitaogopa. Wakati wote kitasimama kidete kuzungumza haki na maslahi ya walimu kwa kutumia sheria. Nimesema kama nilivyosema mwanzo, serikali imevunja sheria, serikali imevunja katiba ambayo iliapa kuilinda. Na kwa sababu ya kuvunjika huko ndio maana tuko hapa. Lakini tuko hapa pia kwa sababu hatujapata ushirikiano wa kutosha wa kupata appointment ya kuonana nao. Tumekutana nao wachache, wengine mpaka leo na kigumizi, na bado zingine hazijibiwi. Kama hata unaweza kupokea maelekezo kutoka ofisi ya rais utoe majibu toka mwezi wa 4 mpaka sasa mwezi wa 8 hujatoa majibu, tuelewe nini, tuseme nini? Katika organization yote ile, katika taifa lote ile, hali inakuwa shwari kama kuna communication. Ni matarajio yetu makubwa kwamba serikali sasa haitakuja na maneno matupu ya kwamba mara tunahakiki madeni ya wafanyakazi, mara tunafanya upembuzi yakinifu, mara hizi kauli tumezizoea sana, ni za uongo. Tunaomba ije kwa vitendo ili kuitendea haki falsafa ya hapa kazi tu. Tuone mishahara mwisho wa mwezi, wafanyakazi wanalipwa mishahara mipya kwa increment zao na wanapewa mapunjo yao yote. Waliopanda vyeo vyao, madaraja yao toka mwaka jana mwanzoni, wapate mishahara yao ya madaraja yale pamoja na mapunjo yao yote. Waliodhulumiwa haki zao za uhamisho na haki nyingine wapewe haki zao, walimu na maafisa elimu. Kwa kuwa maafisa elimu pase ni walimu, vile ni vyeo tu, hakuna mishahara ya afisa elimu. Mshahara wa mwalimu wa kijini ni sawa na mshahara wa afisa elimu aliyoko Wizara ya Elimu kule Dar es Salaam ama TAMISEMI kule Dodoma. Katiba inaruhusu, sheria ya ajira na mahusiano kazini inaruhusu wafanyakazi 20 mnaweza kuanzisha chama. Kwa Tanzania sheria ni complicated. Ni sheria ya ajira na mahusiano namba 6 mwaka 2004. Kwa sheria ya Kenya namba 2 ya mwaka 2007, watu wawili tu, Mr. and Mrs. tena mnaanzia nyumbani. Tanzania tuko makini sana. Ni sheria inaruhusu. Kama uko aggrieved, uko katika trade union ambayo haikusaidii, unaruhusiwa kutafuta another alternative kwa mujibu wa sheria na katiba ya nchi hii. Lakini pia vyama vinapokuwa zaidi ya kimoja kwenye sekta moja, mnufaika ni mfanyakazi, kwa sababu vina compete, vinashindana kumpigania mfanyakazi huyu mmoja. Mwisho wa siku mfanyakazi anapata maslahi yaliyo mazuri. Chama kikiwa kimoja kina kiburi, kinaweza kufanya vitu vyote, kinaweza kula rushwa na mwajiri, wakashikana mwajiri conspire kwa ajili ya kudhulumu haki za wafanyakazi. Na Tanzania tumechelewa. Nimetoa mfano kwenye sekta chache. Lakini Kenya wana vyama vya walimu 3, Uganda viko 8, Burundi viko 5, Nigeria wana vyama vya 40 vya wafanyakazi 47. Kwenye mataifa yale huwezi kuta mwalimu ni mnyonge kama alivyo mnyonge mwalimu wa Tanzania. Na hizi taratibu ziko chini ya shirika la kazi duniani ILO. Zipo sheria za kuongoza vyama hivi vya wafanyakazi. Ni uhuru wetu wa kikatiba. Sasa unapominywa na serikali, hapa ndipo maswali yanapoibuka. Walimu wanatakiwa kwanza wapewe elimu kuhusu haki zao. Kazi ya vyama vya wafanyakazi si tu kutetea haki na maslahi ya wafanyakazi, lakini pia ni kusecure ajira ya mfanyakazi. Kuiangalia ajira ya mwalimu ibaki salama. So cha kufanya tutazungumza baada ya kuona serikali hajatekeleza, baada ya kupanga na tutakapokuwa tumeshapanga namna gani ajira za mwalimu zitakuwa ziko salama, tunaamua cha kufanya. Na hata migomo, iko migomo aina nyingi sana. Sio lazima tugome kwa nchi nzima. Hivi sasa hivi kuna migomo, iko migomo baridi.
Na kuna walimu wa maarifa wakasema haya matokeo mitano yanayoendelea ni ya Kikwete. Matokeo yanayokuja ya utendaji wa kazi wa walimu ya Magufuli yanasubiriwa, yanakuja. Na ualimu ni zaidi ya kufundisha. Anaweza kaandalia akadokumenti akaweka rekodi zake zote vizuri, lakini performance bado usiione. Mgomo wa madaktari unatoa impact on the same day. Mgomo wa walimu unatoa impact baada ya mwaka au baada ya miaka. Ni mbaya sana. Huwezi kufidia muda, huwezi kukompensate. Walimu individual, kila mwalimu hivi ninavyosema wanajua cha kufanya. Kila mmoja na majukumu yake na maamuzi yake. Tuna collect pamoja kwa si waendelee kufanya kazi kwa sababu wanafunzi hawana shida, hawana dhambi. Lakini mgogoro wa wafanyakazi na serikali wanaumia ni watu wengine kabisa ambao hawana hatia kabisa. Kwa hivyo tutakapoona serikali haitekeleza, tutakuja na busara nyingine. Nini tunafanya? Na kwa namna ipi? Unajua viongozi, unaweza ukachaguliwa kwa mkuu wa mkoa. Unaweza ukawa ni katibu mkuu wa wizara. Unaweza ukawa ni waziri. Lakini ulisomea kitu kingine. Inawezekana ulisomea uhasibu, kutunza fedha. Na mambo mengine administration huyajui. Taratibu za utumishi wa umma nyingi huzijui, na inawezekana hujawahi kufanya kazi serikalini, ulifanya kazi kwenye mashirika ya umma, ya mashirika binafsi ama kwenye sekta binafsi. Viongozi wengi hawajui sheria za utumishi wa umma zinafanyaje. Wanatoa matamko bila kwa consult wanasheria. Serikali ina mfumo mzuri sana. Kila level imeajiri solicitors, wanasheria wa serikali. Unawakuta kwenye halmashauri za wilaya na majiji na miji, unawakuta mikoani. Lakini unakuta mkurugenzi ama mkuu wa wilaya ama mkuu wa mkoa ama waziri anakwenda hadharani, anatoa speech, anatishia watu, anafanya vitu bila kumkonsult mwanasheria wake kwamba hotuba yangu ikiwa na mambo haya, sheria za utumishi itakuwa nimesaidia kazi kiasi gani? Kwa hivyo viongozi wa serikali kutokujua sheria za utumishi wa umma imekuwa ni shida. Tunawaomba walimu wakuu na wakuu wa shule na watibu elimu kata, yale ni madaraka ambayo hana mshahara, hana maslahi mengine yote ya ziada, wasione shida wakiondolewa kwenye vyeo vyao. Na ziko taratibu za kumfukuza mtumishi wa umma kazi. Mtumishi wa umma afukuzwi kama kupopoa embe juu ya mti. Ziko taratibu za kumfukuza mtumishi wa umma kazi. Ukimfukuza vinginevyo akaenda mahakama yakikushinda, unalipa pakubwa. Na serikali inavyolipa wanaumia ni Watanzania sio kwa wanatia, kwa sababu pesa ya kupeleka kwenye maendeleo mengine kwenye huduma za jamii inatumika kumlipa huyu mtu ambaye amekushinda kesi mahakamani. Kwa tunaomba walimu wasione shida. Serikali itabadilisha mpaka itafika kama itachoka. Swala kwanza, unapopewa walimu mkuu inakuwa ni shida. Unafundisha kama mwalimu, unakuwa na majukumu ya kiuongozi ambayo hayana maslahi mengine yote. Unaitwa wakati wote, njoo wilayani, njoo mkoani, huna nauli, huna usafiri, hawajui uko wapi unaomwa ama huumwi. Ni kero kwa kiongozi kwenye idara ya elimu. Kwa kuwatumbua watumishi sio kwamba unawapunguzia labda maslahi fulani hivi. Kuna msemo unasema kumpiga teke shule kumuongezea mwendo. Unakuwa umempa mtu unafuu, anapata muda wa kurelax. Kwa naomba walimu wasiwe na kinyongo sana na vile vyeo. Kwanza vinakuja bila kuapply, bila interview, mtu tu anakuletea barua, bwana tumekuteua hivi, na kuletea barua tumekuondoa, ridhika. Endelea kufundisha kwa sababu mshahara wako utaendelea kulipwa, endelea kufundisha vipindi vya kawaida shuleni. Unapotaka kumtetea mtu lazima umwambie haki zake. Sasa walimu kwa ujumla wao hawajui haki zao. Kwa maana hii CHAKAMWATA imejipanga kwanza kuwafundisha na kuwaelimisha walimu juu ya haki zao na sheria zinazowatawala katika ajira yao. Kabla ya kwenda kwenye mgogoro na serikali, ni lazima watu au wafanyakazi waweze kujua wanachokidai. Sasa sisi tunaona hili swala ni gumu, hawezi kunalo mbele bila kuwa na uelewa pamoja. Walimu sasa hivi wamekuwa waoga sana kwa sababu hawajui ambacho wanatakiwa kukifanya na ambacho hatakiwi kutokifanya. Kwa hiyo CHAKAMWATA imeandaa na sheria ambao watawaelimisha walimu kwa ngazi zote kujua sheria ambazo zinawatawala. Ukiangalia kada nyingi watu hao wanasoma hizo sheria wakiwa vyuoni isipokuwa walimu tu. Leo hii ukienda kwa mhoji mwalimu yote kutana na sheria ya kazi yake hajui. Sasa the first thing ambacho tumefikiri ni lazima kuwaelimisha walimu. Cha pili, ni lazima walimu wakiunge CHAKAMWATA mkono ili tuwe wengi kiasi ambacho tukiamua kwa pamoja inakuwa nchi nzima imeamua. Cha tatu ni kuondolea hofu walionayo walimu. Walimu na hofu juu ya viongozi wababe kama leo zungumzwa katibu mkuu. Mimi nitoe wito kwa walimu, wawaheshimu viongozi wanaowaheshimu. Viongozi kama hawawaheshimu, wasiwaheshimu. Kama huyu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kama anadharau walimu,
walimu pia wamdharau, wasimwache hivyo hivyo. Nimesikia juzi ameondoa waratibu elimu kwa sababu hawajui namna ya kutumia fedha za posho. Posho inapangwa na anayepewa posho, haipangwi na mtu ambaye hajui ilipotoka. Ukisoma waraka wa posho hauzungumzi kwamba posho lazima itumike kwenda kumsalimia pengine mkuu wa mkoa. Hapana. Kwa maana hii CHAKAMWATA imeamua kujenga uwezo kwa walimu kwanza na kuona wanafahamu haki zao. Tukishafika hapo, nchi hii walimu wataheshimika kama ilivyokuwa wakati wa Mwalimu Nyerere. Ulimteua kwa barua. Ulipomteua, mbona hukutuambia kwamba ulimteua kwa sababu ana sifa 1, 2, 3? Hukutangaza kwenye vyombo vya habari. Lakini leo kwa sababu matokeo tu yameonekana yako vibaya, tena hujafanya hata utafiti kwamba yeye ndiyo chanzo, unaamua kwenda kwenye media, unaongea maneno ya kumvunjia hata ubinadamu wake. Kwa hiyo sisi CHAKAMWATA, lengo letu ni kwamba hatutaki hao viongozi wanaoongea lugha chafu zidi ya kuwatengua madaraka viongozi mbalimbali. Kwa hiyo sisi ni kwamba kauli zinazotumika wakati wa kuondoa madarakani zinavunja utu, zinakiuka haki za binadamu. Hilo ndilo neno letu la CHAKAMWATA. Asante. Swala kuwatengua wakuu wa shule na waratibu, mimi nafikiri linakuwa halijakaa sawa, kwa sababu tukirejea nyuma mwaka 2012 baada ya matokeo mabaya ya kidato cha 4, Waziri Mkuu Pinda kwa wakati ule aliunda tume ambayo tume ile ilifanya utafiti kwa nini matokeo ni mabaya kwa nchi nzima. Tume ile ilikuja na majibu kwamba matokeo mabaya yanasababishwa na vitu vinne. Kwanza kabisa serikali, pili walimu, 3 wazazi, na 4 ni wanafunzi wenyewe. Hasa kama tabia hii ya kufeli inaendelea, halafu serikali inakuwa inawaandama walimu peke yake, wakati tume ile ilikuwa ina vitu vinne, mimi nafikiri baada ya kuwatengua walimu na waratibu, twende tukamtengue waziri wa elimu na viongozi wote kwenye wizara, twende basi tukawaadhibishe wazazi, lakini vile vile waliofeli wapewe adhabu. Unakumbuka mwaka jana baada ya matokeo, Mheshimiwa Rais alijaribu kufanya kitu. Alisema mtoto form 4 alikuwa amefeli, akachukua matokeo yake kwa Mheshimiwa Hakimu. Endapo umefeli basi unakwenda gerezani. Sasa ile ilikuwa ni nia nzuri kwamba walimu wawajibike, wazazi wawajibike, lakini serikali sijisahau. Kwa wakati mwingine matokeo yake mabaya, baada ya kumwajibisha huyu mkuu wa shule pamoja na mratibu, twende kwa waziri wa elimu na yeye achie ngazi.